Maoni yaliyotolewa na Mheshimiwa Godwin Emmanuel Kunambi tumeyapokea, na ushauri wa mbunge umezingatiwa isipokuwa ule wa kwenda kulala gerezani. Huo ni mgumu kidogo, lakini mengine yote tumeyapokea. Tutayaona jinsi ya kuyakamilisha, na yale matatizo ya wale waliodhaniwa wamevamia hifadhi na matrekta yafuate utaratibu wa kawaida ili kuona ukweli uko wapi. Lakini kama kweli waliingia katika hifadhi na hayo matrekta, na ni hifadhi ambayo iko katika bonde la mto Kilombero ambalo ndio linalolisha kiasi kikubwa cha maji mto Rufiji, yaweza ikawa ni uhujumu uchumi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze mchango wangu kidogo nikumbushe jambo kama binadamu. Katika jambo ambalo ni gumu na linahitaji umakini mkubwa kwenye maamuzi ni swala la utoaji wa haki. Nadhani kama unafanya ranking, swala la utoaji wa haki linashika namba 1 duniani, kwa sababu ni jambo ambalo Mungu ameamini mamlaka. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna sheria hizi mbili ya utakatishaji wa fedha na uhujumu uchumi. Bunge letu tukufu lilitunga hizi sheria kwa nia njema kabisa. Changamoto inayotukuta sasa ni utekelezaji wa sheria hizi. Naomba nikumbushe, wanadamu hapa duniani kwa mujibu wa Biblia, uhai wetu ni kizazi chetu ni cha 4, na uhai wetu hapa duniani ni miaka 70. Hakuna anaishi hapa milele. Sasa sitaki kujua umri wa kila mmoja anaweza kutafakari. Aangalie miaka 70 minus umri wake, alafu aone kipande kilichobaki nacho duniani. Mtume Paulo kwa habari ya Korinto aliwaeleza habari hii. Aliwaeleza kwamba nikitazama dunia ni ubatili mtupu. Hapa duniani tuwe na mali, fedha na kila kitu, ni ubatili mtupu. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, nijielekeze kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Ofisi hii kama ni chakula ndio mpishi. Akikosea huyu, haki pale haitendeki, na akipatia haki inatendeka. Kuna jambo moja la ajabu sana limetokea hapa jimboni kwangu. Yamkini ni kweli wananchi wale wamefanya makosa, vifaa vyao matrekta yamekutwa kwenye hifadhi, na inasadikika kwamba wamekutwa wakifanya shughuli za kilimo kwenye hifadhi. Leo hii Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi hawa wapo mahabusu na kesi walizonazo ni uhujumu uchumi. Jambo la kushangaza kweli. Jambo la kushangaza kweli. Duniani kama kuna jambo linahitaji umakini, narudia kusema, ni jambo la utoaji wa haki. Kama mwanadamu akionewa, kama alitenda kosa, Mungu ametuumba lakini ndio guilty conscious. Yaani kuna adhabu ukipewa na umetenda, nafsi yako hata kama hutasema inasema kweli nilikosea. Nafsi inasema. Lakini ukionewa, nafsi ina masikitiko na manunguniko. Hakika aliyofanya makosa haya ana changamoto. Manunguniko wa mwanadamu Mungu anasikia. Leo hii kuna watoto wake, Mheshimiwa Waziri, wake watoto hawasomi, walikutwa tu wana kwenye hifadhi, matrekta yao yanalima, uhujumu uchumi. Tumefika hapo. Kwa hiyo ofisi ya DPP tusaidie. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali tusaidie. Mimi pia nimekuwa kiongozi wa taasisi tena kubwa tu. Ukiwa kiongozi wa jiji la Dodoma kama katika nafasi ya mkurugenzi, nafasi kubwa juu. Sasa nataka kusema nini? Kuna umakini mkubwa unatakiwa kwenye ushauri wa wasaidizi wetu. Kama hausomi document,
unaletewa tu. Kuna wengine wako na compromise rushwa huko, wameshindwa kupata rushwa, anasema ngoja nimkomeshe huyu, anakuletea na wewe unakubali. Kwa hiyo kuna jambo la umakini sana ofisi ya DPP. Tusaidie. Watanzania wanalalamika, Watanzania wananung'unika, hasa wananchi wa jimbo la Mlimba. Katika jambo hili Mheshimiwa Waziri, nikuombe na wewe binafsi ulifuatilie. Kama ikisadikika wananchi ni kweli wana makosa, sheria ichukue mkondo wake na makosa yenyewe. Na mimi niseme tu ni shauri kitu, Mheshimiwa Waziri, ikupendeza usiende kutembelea tu magereza, nenda kalale. Usiende kutembelea kama visit, nenda kalale, amka asubuhi utaona habari ya kule ndani. Ndugu zangu, kama kuna jambo gumu ni magereza. Ukimpeleka mwanadamu kule hana hatia, kilio na masikitiko yake, Mheshimiwa Naibu Spika, utabaki salama. Utabaki salama. Kwa hiyo naomba tuwe na umakini mkubwa katika swala zima la utoaji wa haki. Sheria hazina makosa. Makosa ni namna ya utekelezaji wa sheria. Narudia kusema, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, tafadhali Mheshimiwa Naibu Spika, nijielekeze kwenye mabaraza ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, nijielekeze kwenye eneo hili la mabaraza ya ardhi. Mengi yameelezwa hapa kwa habari ya mabaraza ya ardhi kwamba yawe sehemu ya mahakama. Mimi nitakuwa na mchango tofauti kidogo. Isingefaa mabaraza haya yawe sehemu ya mahakama. Isipokuwa Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, tusaidie. Kama kuna eneo kwa mujibu wa kanuni kwenye ile sheria iliyoanzisha mabaraza ya ardhi ya wilaya, liongezwe kabla hajatoa maamuzi mwenyekiti wa baraza, ni lazima athibitishe kwamba amefika eneo la tukio. Changamoto ile inatokea kwenye mabaraza kwenye utoaji wa haki, unakuta mwenyekiti wa baraza anajifungia kwenye chumba, anatoa maamuzi, na mgogoro wa ardhi lazima ufike eneo la tukio. Ndio changamoto hiyo tu. Na kwa bahati mbaya, ukienda mahakama kuu inayoshika masuala ya ardhi, haina nafasi ya kukusanya ushahidi. Kwa hiyo hata maamuzi ya mahakama kuu, ukimweleza mlalamikaji au mlalamikiwa, mdai au mdawa, akate rufaa, mahakama kuu haina nafasi tena ya kukusanya ushahidi. Kwa hiyo matokeo yake huyu mtu hatendoi haki tu, kwa hata rufaa bado ni changamoto tu. Kwa hiyo msingi wa jambo lenyewe ni pale linaposikilizwa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo wewe viti wa mabaraza ya ardhi, na sasa hivi inakuwa ni utashi tu, tena anaambiwa mlalamikaji, nipe fedha kwenda site. Hana Mtanzania wa kawaida. Sasa namna gani haki inatendeka? Changamoto iko hapo. Kwa hiyo niseme tu kwamba ushauri wangu, kuwe kwa mujibu wa kanuni au sheria yenyewe eneo linalosema kwamba kabla hajafanya maamuzi ya mwisho hakikishe amefika eneo la tukio. Ndo essence ya migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa dhati na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amin, amin, amin. Tena hiyo umemalizia vizuri sana, maana umri wangu mimi nina mpango wa kutoa kwenye umri wa mzee wetu Mwinyi kuliko huu wa miaka 70. Mheshimiwa